Kwa majina najulikana kama Mheshimiwa Vitalis Wangila, nikiwa MCA Kabla Ward. Tena mimi ndio kiongozi walio wachache katika assembly ya Bungoma, na leo hii niko hapa kwa niaba ya wenzangu na wakiwa wana Bungoma wote. Juzi tumeambiwa rais anakuja kuzindua miradi hapa Bungoma, na kwa sababu ni rais wa nchi tukaona ni vyema vizuri atutembelee sisi kama watu wa Bungoma, kwa sababu hata hivyo alipata kura mingi sana huko, lakini alikuja kwa lengo la kuzindua miradi zenye zinaendelea na zile zimemalizika na zile pengine kulaunch zingine zenye zimeisha. Nataka niseme ya kwamba sisi tulifurahia, tunasema pengine kiongozi anatuletea kitu ya maana kama president hapa Bungoma, lakini ya kushangaza ni kwamba tulisikia maneno hakuongea kama kiongozi, kama president wa nchi. Najua sio fiema waanze matusi baada ya kutuambia maendeleo yenye umetuletea, ile umetufanyia hapa Bungoma. Na sisi hata Bungoma pale awali tulikuwa tumemwambia rais, ukikuja kwetu kuja umalize hizo miradi ulianza, kwa sababu kuna miradi mingi ameanza na yote imekwama, haijamalizika. Na kila siku anakuja kwa miradi mipya, anasema anafungua hii, anataka hii, lakini ile alianza haijaisha. Tungependa amalize ile miradi alianza nayo iishe kwanza, ndiye atuletee miradi ingine mipya. Na hiyo kitu kama ile alikuwa ameenda ifikia Safaricom, sijui nini hizo classroom, hiyo sio pesa ya county government ama ya national government. Sisi akikuja huku anakuja na vitu yenye haina uzito, na akienda sehemu zingine unasikia ameacha huko mamilioni ya pesa ya miradi, lakini akikuja hapa Bungoma hatuoni hata mpaka saa hiyo kuuliza nini muhimu ametuletea ama amekuja ama tumepata kama watu wa Bungoma, hatuoni kabisa vile. Haswa mimi nataka kushtumu hii matamshi alisema ya matusi, maneno alitumia matusi kwa watu wa Bungoma ama wa Western. Unajua yale maneno alitumia, hata mimi naokopa kuyarudia kama kiongozi. Haikuwa maneno mazuri, maneno inaenda personal mpaka kwa boma ya mtu. Na ndio mara ya kwanza nataka naanza kudua ya kwamba kumbe waziri Eugene wakati alikuwa waziri, kumbe alikuwa mwaminifu. He was not a looter, kwa sababu anaambiwa hana shamba, hasijui hawezi kufanya nini, kwa sababu he never looted. Hakuiba mali ya serikali. Sasa yeye kumbe alikuwa anafikiria yeye ibe ndiye akuwe na mali kama wengine, lakini kumbe alifanya kazi mzuri, hakuloot, hakupata mali yenye haistahili. Ile ilikuwa jasho yake, kumbe hakuwa, naona ni kama ni waziri mwenye alikuwa anafanya kazi yake bila kupora. Kwa sababu angepora ndiye angekuwa na hizo vitu zote. Alikuwa anasema ati hana nyumba. Alikuwa anafanya kazi na hiyo pesa alikuwa anapeta kidogo, alikuwa anatumia wananchi, anasaidia wananchi. Sasa hapo na pesa ya kusema ajenge nyumba ama akuwe na mali kubwa, ile kidogo alikuwa anapata alikuwa anasaidia wananchi. Lakini sasa naona kumbe rais anataka wale watu wanapewa cheo kama waziri wa loot wakuwe na mali baadaye, kwa sababu watu wengine tukiwauliza wewe utoa wapi mali, na ukienda huko na kitu. Hiyo matusi haikuwa mzuri, na nataka niseme ya kwamba ni kama madharau kwa sisi watu wa Western. Nasema hivyo kwa sababu sijawahi ona president ameenda kwa area zingine kama kule Nyanza aanze kutukana wale watu wa huko, ati kwa nini mko kwa ODM, ati kwa nini nyinyi ni maskini. Lakini akikuja huku kwetu anatutusi, na watu wetu wangwana wa Bungoma tunapika makofi. Na ujue cha mwenzako kikinyolewa, jua yako pia iweke tayari, sababu yote inaweza kufanyika. Kile kitu nataka niambie wananchi pia, tusikue haraka kupikia makofi matusi mtu mwenye anatusi mtoto wetu. Waache sisi kama Waluya pia tutetee watu wetu. Ingekuwa mahali pengine watu wangekuwa wamejazana wanasema hii matamshi ilikuwa mbaya, lakini hapa kwetu mnaipigia makofi.